Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimia tena katika jina la Yesu na ninakukaribisha tena katika session yetu ya siku ya leo. Leo tuko kitabu cha Mwanzo sura ya 39 na tutasoma kuanzia mstari wa 20. Biblia inasema, Bwana wake akamtoa Yusufu akamtia gerezani, mahali walipofungwa wafungwa wa mfalme, naye akawamo humo gerezani. Mstari wa 21, lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu, akamfadhili, akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. Mstari wa 22, mkuu wa gereza akawatia mkononi mwa Yusufu watu wote waliofungwa waliomo gerezani, na yote yaliyofanyika humo ndiye aliyeyafanya. Mstari wa 23, wala mkuu wa gereza hakuangalia neno lililoko mkononi mwa Yusufu, kwa kuwa Bwana alikuwa pamoja naye. Bwana akayafanikisha yote aliyoyafanya. Kichwa cha ujumbe wangu siku ya leo kinasema msimu mpya pamoja na Bwana. Msimu mpya pamoja na Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kila mwanadamu aliyeumbwa na Mungu, ambaye amewekwa kwa kusudi la Mungu ili aweze kuingia katika kusudi fulani la Mungu, ili aweze kumuishia Mungu, huwa ametengenezewa kitu kinaitwa msimu mpya. Msimu mpya ni viwango. Unatoka katika kiwango kimoja kuingia kiwango kingine. Mungu alivyotuumba sisi, ametuumba katika namna ya kukua. Kwa hiyo kuna namna ambavyo utakuwa kutoka kiwango cha chini kwenda kiwango cha juu, kwenda kiwango cha juu zaidi. Kama alivyo mtoto anapozaliwa anakuwa ananyonya tu maziwa ya mama. Baada ya muda anaingia msimu mpya wa kuanza kutambaa na kuanza kunywa uji na vitu vingine. Lakini akikua zaidi, mtoto huyo anaanza kutembea na meno yanaanza kuota. Meno yakiishaota, huyo mtoto huyo baadaye anakuwa zaidi, nywele zinakuwa zinaimarika, lakini mishipa yake inaimarika, lakini miaka yake inaongezeka, anaanza kukimbia. Akianza kukimbia, baadaye unashangaa huyo mtoto huyo ameanza shule, na baadaye akisoma shule anaingia shule ya sekondari, atasoma chuo, baadaye utashangaa tayari amekuwa ni mtu mzima, ataoa, atakuwa na familia, na kila kitu kitabadilika katika maisha yake. Sasa na wewe kama mtoto wa Mungu unatakiwa kukua katika misimu tofauti tofauti, na kila msimu ambao unaupitia huwa unaambatana na sifa zake au characteristics zake. Sasa hizo sifa ambazo unakutana nazo katika kila msimu ndio ambazo pia huwa zinatambulisha ni aina gani ya msimu ambao uko kwa wakati huo. Sasa somo langu la leo nasema ni msimu mpya pamoja na Bwana. Lengo la somo hili ni kukusaidia wewe kujua kwamba katika kila msimu unaoendea, kwanza unatakiwa kuwa pamoja na Bwana, lakini pili, lengo la somo hili ni kukutambulisha baadhi ya mambo ambayo yatatokea kama wewe unamcha Mungu na Mungu anapokuwa na kuingiza katika msimu mpya. Somo hili litakusaidia kuweza kutambua baadhi ya dalili zitakazo kuonyesha kwamba Mungu amekuingiza katika msimu mpya na wewe bado upo na Mungu katika huo msimu mpya. Ni dhahiri kwamba hauwezi kuchagua uingie kwenye msimu mpya au usiingie. Ni lazima kila mwanadamu aingie katika msimu mpya. Kama wewe unavyoweza kuzaliwa ukakua, utakapozaliwa kuna changamoto utakutana nazo. Utakapoanza kukua hatua ndogo ndogo pia kuna changamoto utakutana nazo, mpaka utakapozeka pia kuna changamoto utakazokutana nazo. Sasa leo tutumie case study ya Yusufu anapoingia katika msimu mpya. Yusufu amepitia misimu mingi. Msimu wa kwanza ni Yusufu alipozaliwa akawa anaishi na ndugu zake, na baadaye msimu wa pili ni msimu ambao Yusufu anaanza kuota zile ndoto na maono, lakini msimu wa tatu ni Yusufu anauzwa kwa wale wa Midiani na kwenda nyumbani kwa Potifa. Msimu wa nne Yusufu anapokelewa nyumbani kwa Potifa na anakuwa ni mtu ambaye amepewa kibali kikubwa sana katika nyumba ya Potifa. Lakini msimu wa tano ni msimu ambapo huyo Yusufu sasa anaingia katika jaribu kubwa la kusingiziwa kesi ya ubakaji na mke wa Potifa. Na msimu wa sita sasa ndio huu ambao tunausoma sasa hivi, msimu ambao Yusufu sasa kwa kesi ya kusingiziwa anaingizwa katika gereza. Kwa hiyo gereza kwa Yusufu lilikuwa ni msimu mpya kwake ambao uliambatana na vitu mbalimbali. Sasa katika maandiko tuliyosoma, Bwana ndiye anayekupeleka katika msimu mpya. Uwe ni msimu uliojaa mambo mema au msimu uliojaa changamoto, lakini Mungu ndiye anayekupeleka katika msimu mpya. Na kimsingi Mungu anakupeleka katika msimu mpya ikiwa ni sehemu ya ukuaji wako, ikiwa ni sehemu ya kukusaidia kuweza kupanda viwango vingine. Hata mwanafunzi akiwa darasani,
ili aweze kwenda darasa la pili lazima huwa anapitia jaribio, lazima huwa anapitia testi, ndizo ambazo zinampeleka kwenye msimu wa darasa jipya. Hawezi mwanafunzi akatoka darasa la kwanza kwenda la pili asipofanya mtihani wa darasa la kwanza akafaulu. Kwa hiyo yamkini na wewe uko katika msimu mpya, umeingia katika msimu mpya, au uko katika maandalizi ya msimu mpya, na ndio maana unayapitia yale unayoyapitia. Nataka nikwambie, Yusufu alikuwa anaandaliwa kuwa kiongozi, na ndio maana alianza kupitia misimu tofauti tofauti. Ni dhahiri kwamba kama Yusufu asingejifunza mambo ambayo wafungwa kule gerezani wanayapitia, bila shaka akiwa kiongozi asingeweza kujua namna ya kuweza kuwatreat wafungwa ambao wamefungwa. Kila sehemu ambayo Mungu anakupeleka, kila msimu ambao Mungu anakupitisha huwa na sababu. So long as umekaa katika mpango wa Mungu, kila aina ya msimu ambao Mungu anakupeleka huwa anakupeleka kwa ajili ya kusudi la Mungu. Sasa Yusufu anaingia gerezani, anajikuta ghafla banivup tayari yuko gerezani, tena kwa kesi ya kusingiziwa. Sasa karabakatabaya, kuna mambo ambayo nataka nikufundishe siku ya leo. Kama wewe umeingia katika msimu mpya na uko na Mungu, utajuaje? Sharti ni kwamba ukiwa katika msimu mpya lazima uwe na Mungu. Kama una Mungu, kuna mambo yafuatayo yatatokea kwako. Mungu anapokupeleka katika msimu mpya, cha kwanza kabisa, Bwana atakuwa pamoja na wewe. Sifa ya kwanza ya msimu mpya ambao Mungu amekupeleka, Mungu lazima atakuwa pamoja na wewe. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 39 ule mstari wa 21, Biblia inasema mstari wa 21 Biblia inasema, lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu, akamfadhili, akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. Kwa hiyo Bwana atakuwa pamoja na wewe. Nataka nikwambie, yawezekana umeingia katika msimu mpya ambao unakutisha na hauelewi kwamba itakuwaje. Msimu mpya ambao una maswali mengi katika maisha yako na haujui kwamba itakuwaje. Yamkini umeingia katika msimu mpya ambao structure za huo msimu hauzifahamu. Bwana atakuwa pamoja na wewe. Nataka nikwambie, so long as Mungu ndiye amekuingiza katika msimu mpya, Bwana atakuwa pamoja na wewe. So long as ni Mungu amekuingiza katika huo ugonjwa kwa ajili ya kukusaidia kuvuka viwango vingine, nataka nikwambie Bwana atakuwa pamoja na wewe. Nataka nikwambie, so long as ni Mungu ndiye ambaye amekupeleka kwenye eneo la kukosa kazi ulionayo, tarabakaseke, Bwana atakuwa pamoja na wewe. Bwana alikuwa pamoja na Yusufu, pamoja na kwamba Yusufu katika msimu uliopita alipoteza kibali cha kuwa kiongozi katika nyumba ya Potifa kwa mara ya kwanza, tena kwa kesi ya kusingiziwa, akajikuta ameingizwa gerezani. Kitu cha kwanza anachokutana nacho gerezani, Biblia inachokisema, inasema Bwana akawa pamoja na Yusufu. Bwana atakuwa pamoja na wewe katika gereza lako. Bwana atakuwa pamoja na wewe katika ugonjwa wako. Bwana atakuwa pamoja na wewe katika changamoto zako. Bwana atakuwa pamoja na wewe katika kitu unachokipitia. Bwana atakuwa pamoja na wewe katika msimu mpya unaopitia katika jina la Yesu. Harabakatepakasiketemayandaraba. Bwana atakuwa pamoja na wewe katika jina la Yesu. Hebu mmoja afurahi na kushangilia kwa sababu Bwana atakuwa pamoja na yeye katika kila jaribu utakalolipitia katika msimu wako mpya. Nataka nikuhakikishie kwamba Bwana atakuwa pamoja na wewe. Ukisoma kitabu kile cha Danieli sura ya 3 mstari wa 24 na wa 25, Danieli sura ya 3 mstari wa 24 na wa 25, Biblia inaeleza jinsi Shadraka, Meshaki na Abednego walipoingia katika msimu mpya katika lile tanuru la moto. Biblia inasema Bwana akawa pamoja nao kwa kutuma yule mtu wa nne. Hatarabase, mtu wa nne akatokea katikati yao. Mtu wa nne ni ishara ya kwamba Bwana alikuwa pamoja na Shadraka, Meshaki na Abednego katika msimu mpya wa wao kuwapo gerezani. Bwana atakuwa pamoja na wewe katika msimu wako mpya. Hauna haja ya kuogopa, hauna haja ya kuwa na mashaka, hauna haja ya kutapatapa, hauna haja ya kuwa na shida moyoni mwako, maana Bwana atakuwa pamoja na wewe. Rebokatapakaseketema rigodobokasike, katika jina la Yesu. Nataka nikutangazie wewe mwenye mashaka, nataka nikutangazie wewe mwenye wasiwasi, nataka nikutangazie wewe ambaye unaogopa kwa habari ya chakula, unaogopa kwa habari ya ugonjwa wako, unaogopa kwa habari ya shida ulionayo, ya kwamba Bwana atakuwa pamoja na wewe. Nataka nikwambie, ni Mungu ndiye anayetuingiza katika misimu tofauti.
na kwa sababu ni Mungu ndiye anayetuingiza katika misimu tofauti, jambo la kwanza, Mungu huwa anahakikisha yuko pamoja na wewe. Unaogopa bure tu, unajisumbua bure tu, lakini Bwana atakuwa pamoja na wewe. Ukisoma kitabu cha Danieli 6 mstari wa 21 na 22, the same thing happened. Wakati Danieli ametumbukizwa katika lile tundu la simba, Biblia inasema malaika akayafunga makanwa ya simba, atarabakateba sitama, hawakuweza kumdhuru Danieli. Nataka nikwambie, kuna msimu mpya Mungu amekuingiza, na katika huo msimu, ili Mungu akutetee, hautapatwa na dhara lolote. Ni kweli utakutana na simba, lakini hao simba hawatakuua wewe. Ni kweli utakutana na ugonjwa ambao watu wengi wanakufa kwa sababu ya huo ugonjwa, lakini ugonjwa huo huo hauwezi kukuua wewe. Kuna namna nyingi Mungu anaweza akakuponya na huo ugonjwa. Anaweza akakufanya kwanza usikutana nayo ugonjwa, lakini pili anaweza akakufanya kwa kutana na ugonjwa, lakini akaparalyze ugonjwa usiwe na nguvu dhidi yako. Wapo watu wengi ambao walimwomba Mungu awaponye magonjwa fulani. Mungu hakuyaondoa magonjwa, lakini akafanya yale magonjwa yasiwe na madhara katikati ya miili yao. Katika miili yetu kuna kitu kinaitwa bacteria, wanaitwa normal flora. Ni bakteria kabisa ambao kimsingi ni wadudu ambao ni wabaya, lakini Mungu kuna namna huwa anatengeneza aina ya wadudu ambao wanabadilika kuwa normal flora, kwa maana ya bakteria ambao wana uwezo wa kuishi na binadamu na wasimletee madhara yoyote hata kama wako kwa binadamu. Na matter of fact ni kwamba huwa wanabadilika na kuwa walinzi wa mwili wa binadamu. Hatabasa huko mdomoni kwako kuna bakteria, kuna normal flora wako mdomoni ambao kazi yao ni kulinda kinywa chako dhidi ya bakteria wengine wabaya. Sasa ndicho kilichotokea kwa huyu Danieli wakati ametumbukizwa katika lile tundu la simba. Danieli yuko ndani ya tundu la simba, lakini simba wamefungwa makanwa yao. Simba wamefungwa makanwa ya midomo yao, hawajaweza tena kumdhuru Danieli. Pamoja na kwamba simba walikuwa wana njaa. Kumbuka kwamba wale simba walikuwa wameandaliwa, wameachwa njaa, wamestavu kwa muda mrefu, ili kwamba mtu akija kutokea mle ndani waweze kumdaka na kumshambulia kwa haraka. What is happening? Danieli yuko ndani ya ile tundu la simba, na simba wana njaa kali, lakini simba hawamtafuni Danieli kwa sababu Mungu amefunga makanwa ya simba. Ndivyo Mungu anavyoenda kufunga makanwa ya ugonjwa wako. Ndivyo Mungu anavyoenda kufunga makanwa na makali ya ugonjwa wako. Ndivyo Mungu anavyoenda kufunga makanwa na makali ya changamoto yako. Ndivyo Mungu anaenda kufunga makanwa na makali ya kitu unachokipitia kinachokupatia wasiwasi, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Na jambo la 4, mfano wa 4. Harabakatabaseketema. Wakati wana wa Israeli wanasafiri ile miaka 40 kule jangwani, katika kitabu cha Kutoka sura ya 13 mstari wa 21, Biblia inasema Bwana aliwaongoza mchana kwa wingu, kwa wingu, na usiku kwa nguzo ya moto. Harabakatabaseketema. Popote unapopita Bwana atakuwa pamoja na wewe. Nataka nikwambie Mungu yuko pamoja na wewe. Katika msimu wako mpya Mungu yuko pamoja na wewe. Hutakiwi kuogopa, usiogope, usifadhaike. Mungu yuko pamoja na wewe katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Kama unanielewa sema amen katika jina la Yesu. Jambo la pili ambalo Mungu atalifanya kikuingiza katika msimu mpya, nasema Bwana atakufadhili. Kuna tofauti kati ya Bwana kuwa pamoja na wewe na Bwana kukufadhili. Unapoingia katika msimu mpya, jambo la pili ambalo Mungu atalifanya katika maisha yako, Bwana atakufadhili. Bwana atakutendea mema. Bwana atakusaidia. Fadhili maana yake ni provision. Fadhili maana yake ni kuonewa huruma. Fadhili maana yake ni neema, ni rehema. Ulisikia neno linaitwa wafadhili. Wafadhili ni watu ambao wanatoa msaada. Watu wanaotoa misaada mbalimbali ndio wanaitwa wafadhili. Watu ambao wanasapoti, tunaitwa partners, development partners. Watu wanaotoa misaada mbalimbali au wanasapoti kazi fulani wanaitwa wafadhili. Sasa Biblia inasema Bwana atakufadhili. Soma kitabu kile cha Mwanzo 39 mstari wa 21b. Mstari wa 21b anasema Bwana akamfadhili.
Kwa hiyo Mungu bwana yake akampa msaada, akampa partnership. Sio tu alikuwa pamoja na yeye, lakini alimfadhili. Bwana akamfadhili Yusufu. Ukisoma kitabu cha Zaburi sura ya 23 mstari wa kwanza, Biblia inasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Tafsiri yake ni kwamba Bwana ndiye mfadhili wangu sitapungukiwa na kitu. Sasa Mungu anapokuwa ni mfadhili wako, kuna mashirika makubwa ya msaada ambayo ukiona umepata nafasi ya kupata ufadhili kwenye hayo mashirika, kuwa na uhakika kwamba posho utakayoipata sio ya kawaida. Kuwa na uhakika kwamba mahitaji ambayo watakupatia sio ya kawaida. Maana yake watakava expenses zote ambazo unahitaji. Ndicho Mungu anachokifanya kwa watoto wake wanapoingia katika msimu mpya. Bwana anakuwa ndiye mfadhili wao, Bwana anakuwa ndiye mchungaji wao, ili wasipungukiwe na kitu chochote. Na kwambia hautapungukiwa na kitu. Rapagatabakasekedebaya. Katika msimu wako mpya hautapungukiwa na chochote. Katika msimu wako mpya hautapungukiwa na fedha. Katika msimu wako mpya hautapungukiwa na amani. Katika msimu wako mpya hautapungukiwa na kitu. Ribogatabasopeyatamayanda regodobokasiketeba. Hatutapungukiwa na kitu katika jina la Yesu Kristo ali hai. Rabakatabakoseketebayataraba. Ukisoma kitabu cha Kumbukumbu 31:8, Biblia inasema Bwana hata kuacha wala hata kupungukia. Tafsiri yake ni kwamba ufadhili wake hautapungua kwako. Lakini pia ukisoma kitabu kile cha Wafilipi 4:19, Biblia inasema na Mungu atawajazeni kila mnachohitaji kwa kadri ya utukufu wake. Filipi 4:19, Mungu atawajazeni kila mnachohitaji kwa kadri ya utukufu wake. Hizi ni fadhili za Bwana. Mungu anakujaza kila unachohitaji. Maana rabagatabaseta katika nataka asante Roho Mtakatifu. Okay. Mtoto anapokuwa ameanza hatua tofauti tofauti, anapoingia katika misimu tofauti tofauti. Kwa mfano, mtoto anapoingia katika msimu wa kunyonya, Mungu huwa anahakikisha mifumo yote itakayohusu kunyonya kwa yule mtoto inawekwa active. Ndio sababu sasa mama akizaliwa, mtoto akishazaliwa tu, ghafla mama anakuta maziwa yameanza kutoka. Ni mifumo ambayo Mungu anaiweka automatically kwa ajili ya kuanza kusapoti msimu mpya wa kunyonya wa mtoto. Lakini mtoto huyo anapoanza kutembea, automatic kuna vitu Mungu huwa anavifanya kwa mtoto. Anaanza kuimarisha misuli yake. Mtoto anajikuta anaanza automatically kuanza kutembea. Mungu anafadhili uwezo wa mtoto kuanza kutembea. Ribakaotabakasatayatabakasa rekedebokasiketeba. Nataka nikutangazie siku ya leo ya kwamba msimu wowote mpya ambao Mungu anakupeleka, ameshaandaa mazingira ya ufadhili kwa ajili yako. Hutahangaika. Yani Mungu anapokupeleka kwenye next level, you are not going to suffer anyhow, because God has already prepared everything special for you. I like my God. Nampenda Mungu wangu. I love God. Rabakadabakaseteda. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ndio sasa hili andiko la Filipi 4:19 nasema hivi, na Mungu atawajazeni kila mnachohitaji kwa kadri ya utukufu wake. So Mungu kuna namna ambavyo kuna vitu ambavyo wewe unahitaji. Kwa hiyo Mungu atakujaza kulingana na unavyohitaji. Yaani requirements ambazo unazihitaji kwa wakati huo, mahitaji ambayo unayahitaji on that instant, ndio Mungu anaenda kukujaza. Yuko wapi mshindi anayesema sasa sitaogopa msimu wangu mpya? Yuko wapi mshindi anayeingia katika msimu wake mpya kwa ujasiri? Yuko wapi mshindi ambaye anasema sitaogopa katika msimu wangu mpya? Rapakatakase katika jina la Yesu. Mfano wa mwisho wa 5, Biblia inasema fadhili za Bwana hazikomi, ni mpya kila asubuhi. Utasoma Maombolezo 3 mstari wa 22 na wa 23. Tuhamie kwenye jambo la 3 kwa haraka. Jambo ambalo Mungu analifanya unapoingia katika msimu mpya. Jambo la 3. Bwana atakupatia kibali machoni pa mkuu wa gereza. Bwana atakupatia kibali. Inawezekana ni machoni pa mkuu wa gereza kama Yusufu. Inawezekana ni machoni pa huo msimu mpya kwa wale watu ambao mbele yako pengine unawajibika kwao. Mungu atakupatia kibali kwa wale watu ambao uko accountable. Mungu atakupatia kibali kwa sehemu ambayo uko accountable. Mungu atakupatia kibali. Ukisoma Mwanzo 39 mstari wa 21,
Biblia inasema Yusufu akapata kibali machoni pa mkuu wa gereza. Imagine unaingizwa gerezani, alafu wewe ni mtumwa. Unaingiza gerezani, alafu wewe ni mfungwa, ni mtumwa. Alafu unaingizwa gerezani, alafu kule gerezani, katika level hiyo ya gereza, Mungu anampatia kibali mbele ya mkuu wa gereza. Lakini ukisoma kitabu cha Danieli 6:23-24, Danieli akapata kibali kwa mfalme baada ya kuwa ameingia katika ule msimu wa kutupukizwa katika lile tundu la simba. Biblia inasema katika mstari wa 23 na wa 24, Danieli akapata kibali. Msimu mpya unaenda kusababisha kibali kipya. Msimu wako mpya unaenda kukuongezea kibali katika jina la Yesu. Nasema hivi, msimu mpya unaoupitia unaenda kusababisha kibali cha hali ya juu zaidi. Rabakatabaseketebayata kandarabakosakatabayata. Msimu mpya unaenda kuwa na kibali kipya katika jina la Yesu. Unaenda kupata kibali kipya katika msimu wako mpya katika jina la Yesu. Wanaokubali waseme amen katika jina la Yesu. Lakini pia ukisoma kitabu cha Danieli sura ya 3 mstari wa 25 na wa 30, Shadraka, Meshaki na Abednego baada ya kuwa wamenusurika katika lile tanuru la moto, Biblia inasema kisha mfalme akawakuza Shadraka, Meshaki na Abednego katika wilaya ya Babeli. Kibali kimeongezeka kwa hawa watu, wamepita salama katika msimu mpya. Unapopita salama katika msimu mpya, levo ya kibali inaongezeka, levo ya utawala inaongezeka. Rabakataba seketeba. Ndiyo Mungu anaenda kufanya kwako kwa jina la Yesu. Anaenda kuongeza kibali chako, anaenda kuongeza visibility yako, anaenda kuongeza influence yako, anaenda kukuongezea kibali kwa jina la Yesu. Anakuongezea kibali katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Jambo la 4 ambalo Mungu atalifanya unapoingia katika msimu mpya, Bwana atakupa kutawala katika msimu mpya. Soma Mwanzo 39 mstari wa 22. Mkuu wa gereza akawatia mkononi mwa Yusufu watu wote waliofungwa walioko gerezani. Mungu akupe kutawala kwa jina la Yesu. Mungu akupe kutawala katika huo msimu mpya. Mungu akupe kutawala katika jina la Yesu. Rakatapakasekete payata. Mungu akupe kutawala msimu wako mpya. Hatarabakaseke. Mfano wa mtoto anapofikia level ya kuanza kutambaa, Mungu anampa kutawala kupitia mikono yake. Mfano mtoto anapoingia kwenye level ya kutembea, Mungu anampa neema ya kutawala mwili wake na anaweza kutembea kwa mwili wake. Miguu ambayo haikuwa na nguvu katika level iliyopita, katika msimu uliopita, ni miguu hiyo ambayo itakuwa na nguvu ya kutembea, kwa sababu mtoto anafungiwa nguvu ya kuweza kucontrol, nguvu ya kuweza kutawala msimu mpya wa kutembea. Na mtoto akifika msimu wa kukimbia, hali kadhalika Mungu anamfungia capacity ya kuweza kukimbia. So you don't have to worry about how are you going. Rapakata. Hutakiwi kuwa na mashaka kuhusiana na msimu mpya ambao Mungu amekupeleka, kwa sababu tayari anaandaa mazingira ambayo yatakusapoti katika huo msimu. Ukitaka kukimbia, Mungu atakupa neema ya kukimbia. Ukitaka kukimbia, Mungu anakupa uwezo wa kukimbia. Ukitaka kutambaa, Mungu anakupa uwezo wa kutambaa. Ukitaka kukaa, Mungu anakupa uwezo wa kukaa. Ukitaka kwenda mbele zaidi, Mungu anakupa uwezo wa kwenda mbele zaidi. So watataraba, kile ambacho unatakiwa kukifanya katika msimu huo, Mungu anakupa kukitawala, and you are going to do it by the grace of God katika jina la Yesu. So unapoingia katika msimu mpya, God himself is going to do it for you. Anaenda kukutengenezea mazingira ya kuhakikisha kila system ambayo inatakiwa katika huo msimu inafanya kazi. He's going to unlock every system that is required to work for you on that particular season in the mighty name of Jesus. Ukisoma Danieli 3:30, kisha mfalme akawakuza Shadraka, Meshaki na Abednego katika wilaya ya Babeli. Danieli 3:30. Lakini pia ukisoma kitabu cha Danieli 6:28, basi Danieli huyo akafanikiwa katika enzi ya Dario. Kwa hiyo the more you grow, the more God is helping you to rule, kukutawala msimu wako. Ukiingia msimu wa kuweza kuendesha gari, Mungu anakupa uwezo wa kuendesha gari. Unaweza ukashangaa una uwezo wa kuendesha speed sio kwa kawaida, because God has given you opportunity to enter into that season. Jambo la msingi ambalo nataka ulizingatia ni kwamba Mungu akikupeleka katika msimu wowote, maana yake amekuandalia uwezo wa kuweza kuutawala huo msimu. This is deep. When God prepares you for the next season,
unapoingia katika ule msimu, ndi Mungu mwenyewe ndiye anayekuandalia kapasiti ya kuweza kuubeba ule msimu mpya. Kuna watu Mungu anawaingiza katika msimu mpya. Kuna watu Mungu anawapatia msimu mpya katika viwango vya elimu. Kuna watu Mungu anawapatia msimu mpya katika ndoa. Kuna watu Mungu anawapatia msimu mpya katika utawala. Kuna watu Mungu anawapatia msimu mpya katika huduma. Kuna watu Mungu anawapatia msimu mpya katika rabakatepayatapa. Ninakuombea katika jina la Yesu, Mungu akupe msimu mpya na uwezo wa kutawala huo msimu katika jina la Yesu. Mungu aandae provision zote zitakazohitajika katika huo msimu katika jina la Yesu, mwana wa Mungu ali hai. The new season has come and you are going to rule it. You are going to dominate that season. Rapakatapa setepa. Unaenda kuumiliki kwa jina la Yesu Kristo. Lakini tumalize na jambo la mwisho na la tano. Yako mengi lakini leo Mungu amenipa neema ya haya mambo matano. Bwana atafanikisha yote utakayoyafanya. Mungu anapokuingiza katika msimu mpya, yeye ndiye anayeandaa wewe kuweza kuyafanikisha. So utakiwa kuanza kuhangaika na hata huwezi kutumia nguvu kubwa, maana Bwana ndiye atakayefanikisha mambo yote. Ukisoma kile kitabu cha Mwanzo 39 mstari wa 23, wala mkuu wa gereza hakuangalia neno lililoko mkononi mwa Yusufu, kwa kuwa Bwana alikuwa pamoja naye. Bwana akayafanikisha yote aliyoyafanya. Nataka nikwambie mpendwa, Mungu anapokuandaa kwa ajili ya msimu mpya, yeye ndiye atakayefanikisha kila jambo ambalo unatakiwa kuwa nalo. Is God who is going to help you. Is God who is going to help you out on that particular season that you are passing. God is going to help you on that particular season that you are passing. Katika msimu wako mpya ambao amekuingiza, yeye ndiye atakayefanikisha. So you don't have to worry. Tarabakaseke. Katika jina la Yesu, naona kuna watu Mungu anawapeleka misimu mipya sasa. Kuna msimu mpya Mungu anakupeleka sasa. Karabakotapaya tarabakasakataba. Rabakateketepokasiketeba. Riketepokasiketeba. I'm unlocking all the blessings that have been accompanied by that new season of yours in the mighty name of the Lord, katika jina la Yesu. Siku yako imebarikiwa. Kuna wewe ambaye haujaokoka au hauna mahusiano mazuri na Mungu, nataka nikwambie, ili uweze kufanikiwa katika msimu mpya, lazima uwe na connection ya moja kwa moja na Mungu. Hebu nifuatishe maneno haya. Sema, Bwana Yesu, ninakuja kwako, ninakushukuru kwa neema yako. Mimi ni mwenye dhambi, naomba unisamehe, naomba unitakase, naomba unioshe kwa damu yako yale yote niliyokukosea na kukutenda uovu. Katika jina la Yesu naokoka na kukuamini Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Naomba neema yako ikawe katikati yangu katika jina la Yesu Kristo. Baba, naomba ukanifunike kwa damu yako katika jina la Yesu. Amen. Mungu, nakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu ambaye amepata nafasi ya kunisikiliza siku ya leo. Ninambariki katika jina la Yesu. Kila jambo atakalolifanya Bwana ukalifungue na likawe dhahiri kwake. Akainuliwe katika jina la Yesu. Akainuliwe, akapate neema na rehema zako katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Siku yako imebarikiwa na kutuma ukabarikiwe katika jina la Yesu. Amen.